Mambo vipi? Safi kabisa. Uko vizuri? Tuko vizuri, tunamshukuru Mungu. Nini ambacho kinaendelea mara baada ya jana kufanikiwa kufuzu hatua ya fainali ya michuano hii ya Muungano kuelekea mchezo huo siku ya Jumatano? Tumeshuhudia pia hapa mkiwa mnaendelea na mazoezi yenu katika viwanja vidogo vya uwanja wa Amani. Mara baada ya mechi ya jana kumalizika, leo rasmi tumerejea katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi na maandalizi kuelekea katika mchezo wetu wa Jumatano, mechi ya fainali. Na hii siyo Kariakoo Derby tena, hii ni Muungano Derby. Tunakwenda kucheza mechi yetu ya fainali. Miaka mingi hatujakutana kwenye hatua hiyo, lakini tunakutana hivi sasa. Tunaamini mechi itakuwa ngumu, mechi itakuwa nzuri, na mashabiki wa soka kwa ujumla watafurahia burudani ambayo watakwenda kuipata siku ya kesho kutwa. Mimi niseme tu kwamba dabi ni mchezo ambao hauzoeleki, dabi ni mchezo ambao hautabiriki, dabi ni mchezo ambao unaogofya, dabi ni mchezo ambao umetawaliwa na pressure kubwa kweli kweli. Furaha ya dabi huwa unaipata baada ya mchezo kumalizika na ukiwa umepata ushindi. Kwa hiyo ni mchezo ambao unachukua vitu vingi kweli kweli, akili, fikra, hisia, mawazo, kila kitu kinachukuliwa kwa ajili ya mchezo huo. Mechi hii ni mechi kubwa, ni mechi nzuri, na sio tena mashindano ya Muungano. Hii ni mechi ya Simba na Yanga, na hivyo inabeba uzito mkubwa kweli kweli. Na sisi Simba tuko tayari kwenda kwenye mchezo huo. Tunatambua ugumu wake, tunatambua uzito wake, lakini tuko tayari kwenda kupambana. Kucheza mchezo wa nusu fainali alafu siku mbili maandalizi, siku ya tatu mchezo wa dabi, kuna ugumu gani? Lakini pia mmetoka kwenye mechi za knockout stage karibuni mbili kuelekea kwenye hii fainali. Ratiba ni ngumu, lakini ndio ratiba ya mashindano ilivyo. Kwa hiyo hauna budi kwenda nayo hivyo inavyotaka. Tumecheza jana dhidi ya Mlandege, it was very tough game. Ni mechi ambayo ilikuja kumalizika kipindi cha pili. Unajua kuna mechi inaweza ikamalizika kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza umeshampiga mtu bao mbili, bao tatu, kwa kipindi cha pili mna relax, hamtumii energy kubwa. Lakini mechi yetu ilikuwa ni tofauti. Hadi dakika ya 60 na bado hatujapata bao. Kwa hiyo tukaja tukapata bao la kwanza, la pili, la tatu kwa kutumia nguvu kubwa. Maana yake ni kwamba mechi ya jana tumecheza kwa dakika zote 90. Sasa kupumzika na kurejea tena mazoezini na kuendea kwenye mechi inayofuata, kamuda ni kadogo, lakini hakuna budi. Lazima tuishi kwenye ratiba hiyo na twende tukapambane kwa ratiba hiyo hiyo. Mnavyoutazama mchezo huu, semaji ugumu wake, kwa sababu mshacheza hapa na Yanga kwenye ligi mkapata suluhu, lakini pia mlishai kucheza mechi ambayo mmoja akishinda anakuwa bingwa kwenye ligi kuu ya NBC. Mna kumbukumbu hizi vizuri, na pia mna mikakati kwamba mchezo huu sasa mnatamani kuondoka na kombe mbele ya Young Africans. Yaliyopita yamepita. Huu sio wakati wa historia tena, na wala sio wakati wa kuanza kuhesabu kitu gani kimetokea na kitu gani kilitokea huko nyuma. Hapa tunachoangalia ni kesho kutwa. Nani ataingia na mipango mizuri kesho kutwa? Nani ataingia na mbinu nzuri kesho kutwa? Nani atakuwa na nguvu ya kutosha kesho kutwa? Nani hatofanya makosa kesho kutwa? Lakini nani Mwenyezi Mungu amemwandikia riziki ya kushinda kesho kutwa? Hivyo ndio vitu pekee ambavyo tunaviangalia hivi sasa. Past results zinachangia ama zinachagiza kutengeneza confidence kuelekea katika mechi husika, lakini kitakacho kusaidia katika mechi husika ni wakati gani uko bora kuelekea kwenye mchezo huo. Na sisi tunaamini tuna timu bora kuelekea katika mchezo huo, na tunaamini mechi itakuwa ni nzuri, na malengo yetu ni kupata ushindi na kuondoka na ubingwa. Tulishuhudia mabadiliko ya kikosi kuanzia mechi ya robo finali, nusu finali. Kasali pia hana mechi ambayo alicheza, lakini pia tumemshuhudia Mbegu akipewa nafasi na mwalimu na akifanya vizuri. Dabi ya Kariakoo, semaji, mnaingiza full mkoko au mtajilinda kwa sababu mna dabi nyingine? Ndio maana tuna mazoezi ya siku mbili hapa. Leo Jumatatu na kesho Jumanne. Mwalimu atapanga kikosi kulingana na nani amefanya vizuri katika mazoezi haya ya siku mbili. Yoyote ambaye ataonekana kuwa bora ndio ambaye atapata nafasi. Mimi ukiniuliza kikosi natamani kiwe nani, nina kikosi changu ambacho natamani golini kwa Abel Hussein,
kulia akae Duchu, kushoto akae Anthony Mbigo, katikati akae Vedastus Masinde, anazima pale na Hussein Mbegu. Yes. Zidi ya Yanga. Wewe semaje? Nakwambia. Mbona mtakuwa mna overdose Mbegu, mechi ya pressure. Umeona. Mbele tunasogea kidogo pale, unaweza kuweka Kante, ukaweka Kagoma, umeona, lakini juu yao ukamtia Maema, mbele yao ukaweka Bashiri, kulia ukaweka Chasambi, striker force ukaweka Bakari Mongosi pale. Kwa hiyo Baraka Mongosi. Kwa hiyo mimi naona kabisa hilo ni kosi la ushindi. Na hicho kinamfunga Yanga. Very well. Semaji, tukikupa ukocha wajua utaiponza timu. Si wachezaji wa Simba, they have to be ready to play against any opponent. Kuna pressure lakini ya timu kubwa. Of course pressure ipo, lakini sasa hauwezi kukua kama haupati pressure. Kwa lazima upate pressure hizo, lazima ucheze mechi kubwa ili uwe mkubwa. Simba tushawahi kumwamini bwana mdogo Manyika Junior akakaa golini na Simba tukaibuka na ushindi katika mchezo huo. Kwa hiyo tunaweza kumbukumbu Simba za kuamini vijana wadogo hawa kina Shomari, unaona leo walianza kucheza mechi kama hizi na sasa ni mataikuni ndani ya Simba yetu. Kwa hiyo mimi naamini kosi hilo lina uwezo wa kufanya ubaya vizuri tu, as long as wewe ni Simba, basi unatakiwa kuonesha kwamba wewe ni Simba na muda wowote uko tayari kwa mapambano. Katikati pale unamweka Semfuko Charles. Naona umemposti Chama leo ukaandika kingunge. Kingunge ni neno la Kiswahili au ni neno la wahenga? Na lina maana gani kwa sisi ambao hatujaelewa hiyo msamiati uliotumia? Kuna majina ambayo kuna wakati huwa yanatumika kama sifa, yaani linakuwa ni jina alafu baadaye linatumika kama sifa. Nakumbuka kuna nomino kama za aina 7 hivi. Kuna nomino za sehemu, nomino za sifa, nomino za mahali, ndio hiyo sehemu, usichanganye. Kwa hiyo kingunge ni jina la mtu, mwanasiasa mmoja alikuwa mahiri sana nchini Tanzania. Kwa sasa ametangulia mbele za haki. Alikuwa anaitwa Kingunge Ngombale Mwilu. Alikuwa ni mtu hodari, mtu shujaa, mtu shupavu, na aliishi kwa miaka mingi kidogo duniani hapa, na alikuwa mtu imara kweli kweli. Sasa Mwamba Lusaka Lotus Chota Chama tumempa sifa ya kingunge, kwa maana ya kwamba amekuwa bora nyakati zote, amekuwa na muda mrefu ndani ya Simba, amekuwa imara ndani ya Simba. Kwa baada ya kumchekecha tukasema anastahili sifa ya kuitwa kingunge. Kingunge ni jina la mtu, lakini yeye tunampa kingunge kama sifa ya kile kikubwa ambacho anakifanya ndani ya chama letu Simba Sports Club. Basi kwenda kwa mwalimu jana. Jana amefanya vitu vingi vizuri, uwanja mzima umefurahia jana namna ambavyo alifanya hatari kubwa sana, hiyo pasi kwa mwalimu, pasi kwa Oura, magoli yote mawili ya kwanza yeye ndio chachu yake akitoa pasi za mwisho. Kwa hiyo ni top man kweli kweli, ni mchezaji ambaye amekuwa mhimili mkubwa sana ndani ya Simba Sports Club. Ni mchezaji kusema kweli ambaye ameumbwa kwa ajili ya kuja kuitumikia Simba Sports Club. Kila nikimtazama Chama machozi huwa yananitoka kwa sababu acha uongo bana. Nakwambia naona Mwamba Lusaka anaondoka huyo. Mwamba Lusaka anamaliza muda wake, anaisha na usamu wake. Tunafanyaje sasa? Unajua kupata mchezaji ile like to like huwa ni ngumu lakini tunaamini viongozi wetu watatumia muda mwingi kutafuta vijana wengine kuja kurithi mikoba ya Chama, although haitakuwa rahisi. Kwa hiyo kingunge ndio turning point ya mafanikio ya Simba Sports Club. Kingunge atakuwepo Jumatano bila shaka. Nani ana umri amemzidi mwenzie kati ya Kingunge, Chama na Mbegu? Kwa sababu nimesikia umri wa Chama huko mtandaoni kidogo nimeshtuka kwamba ana miaka 15. Asa Mbegu ana miaka 12. Nimejiacha bana. Tutamaliza interview. Mbegu ana miaka 12 alafu Bashiru ndo ana miaka 9 na nusu. Na jana Bashiru alipata nafasi, ilikuwa bado kidogo angefunga. Kama angefunga kama angefunga manake ndo angekuwa mchezaji mdogo zaidi kwenye Kombe la Mapinduzi kufunga bao. Kwa Chama ni kakao. Chama miaka 17. Unawaambiaje kuhusiana na kiwango na performance ya Mbegu, kwa sababu wengi wanasema hivi hii ni mali Simba wailinde. The same to same. Mbegu ni mbegu ya taifa.
Mbegu ni mbegu ya taifa, na sasa Mbegu yu tayari kwa ajili ya kulitumikia taifa lake la Tanzania. Amecheza mechi nyingi, lakini sijawahi ama wanasimba hatujawahi kuiona ile piwa Mbegu. Tumeiona jana kwa mara ya kwanza. Jana amefanya vitu basic vya defender, amefanya vitu vya maana vingi vya msingi kweli kweli. Ulikuwa ukimwangalia hivi huwezi kudhani kama kazaliwa Tanzania Mbegu, ni kama mzaliwa wa Ulaya fulani hivi, namna ambavyo alikuwa na akili kubwa ya mpira wa miguu. Mbegu na ndo kwanza ni Mbegu, akishaota na kuwa mmea atakuja kufanya balaa kubwa sana. Mimi ni muombe kwanza Mbegu mwenyewe. Amechukua tuzo. Yes, amechukua tuzo. Mimi ni muombe Mbegu mwenyewe. Kwa sasa dunia inaanza kufunguka kwa upande wake. Kila kitu sasa kwake kitapatikana kwa urahisi na kwa wepesi. Hela ataipata, na maisha mengine atayapata. Sasa lazima awe makini sana kwenye kuya control yote ambayo yanakuja kwa kufuata jina lake la Mbegu. Akilemaa na akaamua kutekwa na kile ambacho kinamfuata hivi sasa, basi atapotea mapema sana, kama Makinda wengine wengi ambao wamepotea wakiwa katika umri wake. Anapaswa kuwa very focus, anapaswa kuwa very determined. Kazi ndio kwanza kwake imeanza, bado ana nafasi kubwa, kwa sababu ukimwangalia Mbegu mbele yake kuna Rushain, mbele yake kuna Ismail Toure, mbele yake kuna Wilson Nangu, mbele yake kuna Razak Hamza. Kwa hiyo ana kazi kubwa ya kuishi katikati ya hao mabradha na kuendelea kumshawishi mwalimu, lakini akilegea na akaanza kuvimba patamshinda. Na sisi muda kwa kusubiri hatuna, tunakunyoa, tunatafuta Mbegu mwingine mdogo mdogo tunamweka hapo. Nalitamani kombe la Muungano. Tunatamani kombe la Muungano. Timu ya mpira wa miguu yoyote inaposhiriki shindano lolote, lengo lake ni kuchukua ubingwa wa shindano husika. Kwa hiyo tunataka kombe la Muungano na insha Allah tutalipata kombe la Muungano. Bahati mbaya ama nzuri ni kwamba haitakuwa rahisi, lakini tunalitaka. Unawaambia mashabiki sawa wavuke maji, maana jana nilimuona Mzaramo na wengine wachache kuna ambao wanasema sasa sisi tiketi tunakata Jumatano, Jumanne tunaifuata timu. Kuongeza nguvu. Waje, hii ni vita yetu sote hivi sasa. Kila mwana Simba atumie vita yake, atumie mapambano yake kuhakikisha kwamba tunapata ushindi katika mchezo wa kesho kutwa. Kumfunga mtani sio kazi ya kundi fulani na watu, ni kazi ya kila mwana Simba. Kila mwana Simba ingie vitani, kila mwana Simba pambane kuhakikisha kwamba tunapata ushindi siku ya kesho kutwa. Silaha zote mtatumia? Wote. Nashukuru sana. Asante. Uwe na usiku mwema. Sasa hapo unarekodi nini? Anamulika mwanga.